Uko wapi? Namtaka Snatch, uko wapi? Nahitaji taarifa zake zote, kila anachokifanya. Fanya kazi yako. Jambo. Sijui mshikoma. Bado umeshindaje? Salama nzuri. Hapo leo nakuona leo umependeza. Ndio jamani, sasa tuna bagi hivi. Okay, naona kitu kazini sasa. Karibu. Yeah. Kama wewe sio uko fresh ukiwa kwa kila siku. Alafu hapo nimeenda kazini na mpaka nimerudi sasa hivi. Nilikuwa nafikiria swala la kutafuta mfanyakazi na kusaidia kufanya kazi. Naona kama mako chakuachia mkono na nitafanikiwa. Nitafanya kazi siku za karibuni sana. Sawa, lakini mimi nilikuwa naomba nipeleke masomo. Kasome kitu. Kama okay, sio mbaya na isitoshe kama nilivyokuambia, nilikuwa na lengo la kuleta mfanyakazi kuna kusaidia majukumu, maana mama amekuachia kila kitu fanya mwenyewe, isipokuwa na kingine cha kufanya tofauti ni kuweka sana. Ni vizuri kwa na ishughulisha kingine. Okay, tafikiria. Alafu hapo hajarudi sana. Bado. Simama na dakika. Nayo. Hapa ni sawa. Halo. Halo. Shida nini? Kwa nini unamshauri? Mbona baba? Amina kwa baba? Ndio kwa baba. Sasa kwa Dari. Hapa ni wapi? Bosi, hapa si kwako jamani. Hapa ni kwako. Tembea taratibu bosi, usije ukapita. Nianguke kwangu. Taratibu bosi, taratibu. Siwezi anguka. Sawa, shakika sija.
Dad, what happened to you? Like seriously? Umeelewa? Mbona hii sio kawaida yako? Acha. Taratibu siko. Cheni. Baba, hebu twende ndani basi. Nani babao? Mimi si hawa au mijui. Hebu twende ndani. My baby girl. Mwana mtoto wangu. Yani wewe. Kwanza ndani. Beautiful. Yeah. You know? Basi ndani. Beautiful. Baba, twende tukaongelea ndani. Twende kwanza ndani. Acheni kwanza. Niache niongee. Beautiful. Beautiful daughter. My daughter, beautiful. My beautiful, beautiful one. My beautiful. Okay? You see me? You see my daughter. My baby, how do you? Nice. Mimi nifanya kazi babako. Mimi bosi wangu. Katika kupita zangu huko nikamkuta njiani amelewa. So nikaamua nimlete hapa nyumbani. Oh, asante. Sawa, ila hawa mbona sijamwona hapa nyumbani? Kuhusu swala la mama, achana nalo. Walipishana kauli moja mbili tatu, then mama akaondoka. Basi sawa. Basi make sure nimwangalie baba. Haya, sawa. Basi ngoja mimi niwahi nikamalizie kazi. Kesho nitakuja kusaidia. Haya, asante. Bye. Madam. Swali lako la nani la chuo bado lipo kichwani? Mimi bado nitakwenda chuo. Lakini nilikuwa naomba kitu kimoja. Uninunulie simu. Simu kubwa yani. Sawa, na mimi naelewa hivyo. Kabla hata hujaniambia, naelewa chuoni lazima kuwa na simu kubwa. Yaani uweze tu kusoma kule bila kuwa na simu, kuna mambo ya assignment. Mimi kipindi nasoma kule, simu ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Sasa imagine kile kipindi mimi nasoma mimi, simu ilikuwa ina umuhimu mkubwa vile. Simu kubwa. Vipi wewe sasa hivi ukienda? Na sio simu tu. Nitatanguliza swala la simu kwanza, alafu kazini pale utakaa vizuri, nitakununulia pia PC. Yani hapo tu kwa mcheza kama wewe. Azia. Okay, vipi sasa kuhusiana mama yako? Anakutafuta kwenye simu? Mama sijaongea naye tena mpaka leo. Karibu karibu. Sawa. Okay. Sasa direct. Mimi kwa nini tulikuwa nakwambia tuongelee ile swala la chuo? Kwa sababu tayari chuo nimeshakutafutia. Na chuo kizuri. Ni chuo ambacho alishasoma rafiki yangu. Na sijasoma hicho chuo, ni rafiki yangu amesoma na ameniambia anafundisha vizuri sana. Okay.
Kwa mimi nitaenda kulipa hela zangu pale. Bila focus. Hapo baba usijali. Maana ni kitu tunachokipenda. Focus. Unajua pesa sipotee bure, si ndio? Yeah. Na chuoni kuna mambo mengi. I know. Unajua hilo, si ndio? Umri wenu nyewe chuoni kule mambo yanakuwa mengi sana. Ukienda kule mnaanza kufundishana ujinga. Ukienda kule mnaanza kudanganyana, mnasahau kitu gani kimekupeleka kule. Kwa muhimu kubwa usisahau kilichokupeleka chuoni. You understand? Okay, kunywa juice ya Spar. Poa vipi? Mzima. Salama. Hivi za kwako? Nzuri. Unatoka wapi? Natoka popo hapa sasa hivi. Sasa mimi natoka kwa msela pale, nilikuwa na hela fulani nilikuwa nataka niazime, kuna kitu fulani imetokea. Ndio hivyo. Nilikuwa naita nyumbani. Sawa bana. Yaani mimi kwa hali yangu nilionayo, lakini still bado nakupenda, unajua. Mimi mwenyewe sijali kosa la nini. Nakupenda tu. Tujari ni moyo wako kwanza. Mimi nakupenda tu. Halo. Shikamoo mama. Safi, sijui wewe. Salama, nilikuwa nakwambia. Baba amekubali kunilipia ada ya kwenda chuo. Baba amekubali kunilipia ada ya kwenda chuo. What? Mama kakulipia ada ya kwenda chuo? Ndio. Naona Rama na pesa zinamwasha. Subiri nije nimwonyeshe kazi ya kuzifanyia hizo hela. Naona pesa zinamwasha babako. Kulipia ada kabisa? Haya. Nini na maana mama hajapenda mimi kwenda chuo au wameenda wapi? Nitawapatia wapi sasa mimi jamani? Ngoja nijaribu kupigia simu. Simu yenyewe haipokelewi. Sasa sijui nitakaa hapa mpaka saa ngapi mimi? Mimi nakasirika kama nini yani. Karibu. Karibu mama. Karibu. Pole na safari. Karibu. Mchovu kama ndo bambari. Ulinicheki jana, unaniambia uko wapi sijui. Wewe umesharudi pale kama mshemshe zako, si ndivyo? Kaa kwanza hapo na kitu tunakwambia. Vipi, mbona uko hivi? Afu leo umeniongea kweli, nini shida mpenzi wangu? Niambie. Nimetoka kulipa ada ya chuo, lakini mama anaonekana kabisa anapenda hili swala la chuo. Sasa mimi nimechanganyikiwa chuo. Mama yako hajapenda na chuo. Yaani inaonekana hivi, maana jana nilimwambia ni like hajapenda.
basi elewa. Usio nikaliwa sana. Funika mambo yote kwa na amani. Wako ndio na amani mambo yanakaa sana. Usijali kabisa. Najua kwa kuzungumzia. Niwaze kutoka kwa mzungu. Najua inapoteza na kuumiza. Sipendi mimi sana. Kana kitu muone mazidi kufika, nuru inatoka muone sana. Sasa msikii. Kwanza niache maana naona yeye ananichanganya, mambo ananichanganya hivi ndio mimi nakuchanganya kweli mimi. Nakuchanganya mimi sikia. Wewe tuanze kuishi kwanza hata niambie nipo kwa ajili yako mimi kwa mimi. Sasa niache basi. Kwa nini nikwambie mara ngapi? Unaomba mapenzi lazima awe na sex yo. Hivi mpenzi wangu kukumbatia ndio hivyo. Yaani kukumbatia tu na nyima ulangu kukumbatia. Alafu nivumia mpaka siku lini? Mpaka lini nivumilie? Sasa mimi nilikwambia nini? Ndio I know that uliniambia, lakini usifanyie hivyo. Mimi ni mpenzi wako, kumbuka. Sio mpenzi wako tu, ni mama wako mtarajiwa. Alafu tena yaani Feva, mamangu anichanganye. Wewe pia unichanganye. Faraja mimi nitaipata wapi? Kwa hiyo fanya hizo hapo hizo. Sio kwambia mpenzi wangu nipo kwa ajili yako, lakini nielewe kufanya hicho kitu mimi mpaka siku utaweka pete kwenye shimo. Hivi hawa nikwambie mara ngapi kuhusu mimi na wewe? Mimi naye ni kaka na dada, ina maana mimi si mtu na mpenzi wake jamani. Lengo kula kwa na mpenzi ni nini? Hata kama mbona wanyima haki yangu mara ngapi? Wewe si unanipenda? Ndio nakupenda na naomba univumilie tufunge ndoa. Ina maana ndio unanyima haki yangu, hata kama nakupenda ndio unanitesa. Hiyo imekuwa fimbo kwangu mimi. Ndio itakuwa haki yako siku tutakayonyoa Feva, nielewe basi. Hawa unaenda hawa kutana na snacks ya leo, lakini aumwe kichwa, tumbo, miguu, nisikutane naye kabisa kabisa, nisikutane naye. Wahenga walisema haraka